Alhamdulillah, hii tatizo tunayo shekhe. Mtu anaweza kumkhalifu wewe katika masala kwa mujibu wewe msimamo wake, anakuwa na wewe umekosea, na wewe kwa mujibu wa msimamo wako unaona amekosea. Lakini haitakiwi mtu kufurishana. Kufurisha Muislamu ni hatari sana shekhe, hatari sana. Na hii kitu hatari, yani hii tuambie watu usimkufurishe wa Waislamu. Sio tunamhurumia Waislamu na kuhurumia wewe, kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sheikh Mrisho amesema yeyote amesema ndugu zake Waislamu kamita makafiri, asema kama huyu mtu amemita makafiri hana sifa ya ukafiri, neno hii itamrudi kwake, atakuwa yeye kafiri. Yani hii bomu nuclear hawezi kwenda ovyo, ushatupa hii kama hajam mwenyewe umemtuhumu ukafiri hana sifa hii, ndio kwake wewe kafiri mwenyewe. Sina hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi ametoa kaida katika hii hadithi, anasema na yote amemtuhumu mtu au kumtupia mtu Muislamu bid'a wakati yeye sio mubtadi', huyu atarudi kwake, atakuwa yeye mubtadi'. Kufurishana kubid'iana sio katika dini Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kama hata mbona amekosea, nene mfikishie dini kwa hikma na uslubu, ili wewe shida yako nini? Sio natakiwa aache hili uovu. Sasa wewe mtumia neno pole ile mvute ajue haki amache, lakini wewe unamshambulia maneno maneno mazuri tu, sio kumshambulia. Inawezekana wewe unafikiri yeye mubtadi', kumbe wewe mubtadi' sio yeye, kumbe wewe umekosea fahamu. Na ulama wetu ni ahlus sunna wamختلفana mambo mengi sana, wanavumiliana, kila mmoja adhihirisha hoja yake na ushahidi wake, sio kumshambulia nyingine. Masala asibadilike, mambo dini itabadilika mambo binafsi. Sasa sio dini, na shetani anapenda kumchochea watu, na hasa Sheikh Mrisho utashangaa shetani anapenda kuchochea kwenye fitna baina wa ulama. Ibn Abbas anasema ushangae wivu na husda baina ulama zaidi kuliko watu wengine. Ibn Abbas anasema hivi. Sawa sawa. Mtu anamwona mzake shekhe au Mungu amejalia amekubalika au nini, ana husda tu, lakini anatumia njia ya dini bazia, kumbe yeye ana mambo yake binafsi. Wetu wengi tumeona. Ibn Abbas kasema anasema wa ulama ila man rahima rabbi, wana wivu baina yao husda zaidi ya baina ya mbuzi beberu katika zizi moja. Sasa tuombe Allah Taala tuzuke ni ikhlasi. Sio sahihi kufarikiana umma, kutoa matusi, sio dini ya Allah na dini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii anasema tabia Muislamu sio kulani na kushtumu, sio tabia ya Uislamu. Muislamu takia ajenge, sio abomoe. Sasa watu amgobe Allah Taala, kila mmoja atamkutana na Mola wake, huwezi kumdanganya Allah Taala. Mtu kama amekosea mfikishie ujumbe kwa njia sahihi, kama wewe lengo lako wewe ajue haki, sio unafukuza au kumfadhihisha. Naam.